Tunamshukuru Mungu. We thank God kwa sababu Mungu ni mwema. because He is good. Shukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja mahali hapa. I thank God for each one of you in this place. Mahali hapa ni Redeemed Gospel Church. This place is Redeemed Gospel Church. Tunamwabudu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. We worship God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mahali hapa tunaamini ya kuwa tuko hapa kujitengeneza. Roho Mtakatifu anatutengeneza. In this place we believe that the Holy Spirit is preparing us kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. for the coming of Jesus Christ. Hivi karibuni Yesu anakuja. Soon and very soon Jesus is coming. Kwa hiyo tunaamini ya kuwa And therefore we believe that tutachukuliwa tena, we shall be taken again, tutabadilishwa, and we shall be transformed tukamwone Yesu to see mbinguni. Jesus in heaven. Kwa hiyo kuhubiri kwetu, And therefore our preaching, kujitoa kwetu, our giving, kumtumikia kwetu our Mungu serving of the Lord, sio kwa sababu is nyingine, not because of lakini any other reason, kusudi letu but kubwa the greatest reason tuingie katika ule that we ufalme. may enter into the Tuingie kingdom. katika ule We ufalme. may enter into the kingdom. Itatufaidi nini kupata What dunia shall it yote benefit us to receive na the whole kukosa world ufalme wa Mungu? and lose the Kwa kingdom hiyo of God? tunajitia moyo katika Therefore, we Kristo encourage Yesu, ourselves in Christ, tukijua ya kuwa knowing tu wapitaji katika we maisha are haya, just sojourners in this tu world. wapitaji katika We dunia are hii. sojourners in this Siku world. moja, One day, siku moja one day, tutapumzika. we shall have Biblia inaniambia ya The kuwa Bible tells me, atakichukua kitambaa you shall take a piece of cloth na kuyafuta and machozi. wipe my Nataka tears. kukwambia machozi I unayoyalia want to tell leo, the tears you have today, machozi unayoyalia the tears you leo have today, yatapanguswa na they shall be Bwana. wiped one Kwa hiyo day. jitie moyo katika Therefore, Mungu, encourage yourself in the jitie Lord. nguvu katika Bwana. Encourage yourself in the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Siku moja Daudi akaenda kuhisabia watu One day David God went to do census, na Mungu hakumtuma. and God did not send him. Kwa hiyo Mungu akakasirika Therefore God got angry, na Mungu akaamua kusema and he decided to say achague kitu kimoja. that choose one thing. Lakini jambo ambalo linanitia moyo, But something that encourages kitu ambacho me, alichagua au adhabu alichagua, whatever that David chose, alisema eri kuangukia he mikononi mwa said Mungu rather fall in the hands of God kuliko kuangukia mikononi mwa wanadamu. than falling in the Kwa hands sababu of men. ukiangukia mikononi mwa Because Mungu, if you fall in the hands Mungu of God, atakutengeneza. God will prepare you, Mungu make you, atakuhurumia. mold you. God will have mercy Anasema on you. chombo kikiharibika mikononi He says mwake when a vessel breaks in my hands, hakitupagi he nje. doesn't throw it away. Chombo kikiharibika mikononi When a mwake, vessel gets wanadamu destroyed, wanaweza kukutupa, men can throw you wanadamu away. wanaweza kukuchoka, Men can reject wanadamu you. wanaweza They kukukataa, can even lakini reject mikononi you. mwa But in Mungu, the hands of God, mikononi mwa in the Mungu hands of God, tunatengenezwa. we are men. Mikononi mwa In the Mungu hands of God, anatufinyangaga we tena. are molded again. Mikononi mwa In the hands Mungu of God, anatusimamisha tena. makes us stand Mchana again. leo nataka kukuambia, What I want to tell you, yawezekana kuna mambo is yameharibika because katika things are maisha not right in yako. your life. Heri kuanguka mikononi Better mwa fall in the Mungu hands of God kuliko kuanguka mikononi mwa than wanadamu. falling in the hands of men. Wanadamu, Men. ukianguka mikononi mwa wanadamu, If you try fall in the hands of men, watakufanyia mambo. they will do